Mheshimiwa Diwani amesema aliyekuja ana mengi. Naweza nisiwe hata na mengi, lakini nimekuja. Lakini nimekuja kwa sababu kubwa moja ya kuwasikiliza Wanangulwi, ya kuongea na Wanangulwi, ya kuweza kuangalia tuna changamoto gani katika kata yetu, katika mazingira yetu, au katika jamii yetu ya Lushoto, ili tuweze kuyafanyia kazi. Mara nyingi haipendezi sana wanapokuja viongozi wakubwa wa kitaifa ndo unanyanyuka na bango unasema Ngulwi hakuna maji, lakini pale usini kwangu hujawahi kufika. Lakini pia kama na mimi sijafika kwenu sitawalaumu, ila nikifika nikaondoka mkakaa na matatizo yenu alafu baadaye mkasema kuna matatizo, nitawalaumu. Kwa siku ya leo nimekuja ili tuweze kuongea machache tulionayo ya msingi, shida za pamoja, sio shida za mtu moja moja, na zile za mtu moja moja ambazo zinahitaji ufumbuzi na mmeshindwa kutoka kwenye ngazi ya kijiji, mkaenda ngazi ya kata, mkaenda ngazi ya tarafa, kote ikashindikana, basi natoa nafasi ya kuhamisha ofisi ya wilaya hapa ili muweze kusema na mimi siku ya leo. Lakini kabla sijaanza kuwasikiliza, niwakumbushe mambo mawili matatu. Jambo la kwanza ni mpango mzuri alionao rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa wananchi wote wa Tanzania, kwa kutuandalia kifurushi cha bima ya afya kwa watu wote. Mpango huu wa bima ya afya kwa watu wote, nitatoa maelekezo kwa DMO kushirikiana na mkurugenzi, wale watu wa bima waweze kupita huko kutoa elimu kwa wananchi hawa, waweze kufahamu vile vifurushi vya bima ya afya ambavyo sasa Dr. Samia anavileta kwetu vikoje na tunalipiaje. Tunalipia shilingi 1,500,000. Kifurushi kinakutosha wewe pamoja na wategemezi wako wengine 5. Maana yake jumla ni watu 6. Utakapokuwa na bima ya afya uliochukua kwa shilingi 1,500,000, basi familia yako, kama ni ndugu wa damu ambaye yuko chini ya miaka 21, kama ni watoto, kama ni baba, kama ni mama, wanaweza wakaingizwa huko. Na siku inatokea bahati mbaya, basi unapata tatizo, unakwenda pale hospitali unatibiwa bure kwa bima yako ya afya. Lakini pili, bima hii imeshaanza kufanya kazi na imeanza kutolewa kwa makundi maalum. Kuna kundi la wazee, linakuwa kundi la kwanza kupewa kipaumbele cha bima, kundi la watoto na kundi la walemavu, watu wenye uhitaji maalum. Kwetu tukiwauliza watatuambia zamani ilikuwaje. Lakini sasa hivi tunaona mabadiliko ya tabia nchi yameathiri maeneo makubwa sana ya dunia. Na sisi Lushoto tutaathirika tusipokuwa makini. Tumeshaanza kuathirika. Lakini tunaweza kupunguza athari hii kwa kutunza mazingira na kuendelea kupanda miti. Lakini kutunza miti ambayo imepandwa, ili miti hii iweze kututunza na sisi. Kwa hiyo niwatie moyo viongozi wa kata, wa vijiji, muendelee kuonyesha njia kwa wananchi kwamba miti huwa inapandwaga hivi. Kila mtu katika nafasi yake atimize wajibu wake. Tuendelee kudumisha amani na utulivu. Nina furaha kwamba Wasambaa ni watu wakarimu na ni wapole sana. Tangu nimekuja hapa mimi sijapata shida nyingi ya watu wakorofi. Wako wachache wanaweza wakawa wanasumbua, lakini sio sana. Kama jinsi ambavyo mnaishi kwa umoja na upendo bila kubaguana, bila kuangalia makabila yenu, bila kuangalia dini zenu, bila kuangalia tofauti zenu, basi tuendelee kudumisha amani yetu hii. Maana juzi hapa kipindi cha uchaguzi tulionja kidogo, si ndio? Yalitokea Dar es Salaam, lakini huku hatujapata shida sisi. Tulipata shida. Kama hujapata shida, maana yake wewe hauna mizigo unachukua Dar es Salaam, au hauna mizigo unapeleka Dar es Salaam, au hauna mgonjwa anaenda Muhimbili Dar es Salaam. Maana yake yale ni matokeo mabaya ya machafuko. Tuendelee kuwasihi vijana na watoto wetu kutunza amani tulionayo, kwa sababu ndio inayotufanya tunaishi maisha mazuri namna hii. Baada ya kusema hayo, Wanangulwi, sitaki kuwapotezea sana muda. Ni asubuhi, ni muda wa kazi, na najua mmenisubiri kwa muda mrefu sana. Sasa nirudishe kijiti kwa mwenyekiti wetu hapa aliyetufungulia. Basi yeye ataongoza zoezi la watu kusema kama kuna mawili matatu, kama kuna kero 2-3, muweze kuziweka mezani ili tuzichukue tuone tunazifanyiaje kazi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Natokea kijiji cha Ngulwi, kata ya Ngulwi.
Mimi kwa upande wangu ziara ya mkuu wa wilaya imenifurahisha sana, kwani wananchi wametoa kero zao zote na wengine wameshafuata ufafanuzi mkubwa. Mkuu wa wilaya amefanya jambo zuri sana kuja katika kata yetu ya Nguli ili kusikiliza kero za wananchi na kuzifanyia utatuzi. Kwa mimi binafsi nilikuwa na kero ya pale hospitalini, lakini nimepata ufafanuzi kutoka kwa mganga mkuu, kwani amenifafanulia jinsi gani ninapata ule ujauzito, niende pale nipanzie wapi, na hata kama nikitaka kutoa ile gharama nitaitoa kwa stahiki, kwa sababu nimeshapata vile vipimo vya awali vinavyotakiwa pale hospitalini. Lakini pia kuna changamoto nyingi ambazo zimetatuliwa hapa, hususan ardhi. Wananchi wengi wamepata manufaa, lakini wengine bado wananung'unika, kwani wanasema ardhi zao zimechukuliwa na serikali, hususan madara. Lakini ukiangalia mwongozo wa serikali unavyosema, maeneo yale ni ya serikali kwa sababu pameshajengwa shule ya amali. Sasa labda unahisi kwamba labda hii ziara ya mkuu wa wilaya itakuwa ni mwarobaini kwa kero za wananchi? Hii ziara ya mkuu wa wilaya kwa kata ya Nguli itakuwa ni tiba kwa wananchi wa Nguli, kwa sababu wengi walikuwa na viherehere sana, wanaongea juu, lakini leo wamepata tiba mbadala ya mkuu wa wilaya kuja hapa kutatua kero za wananchi. Asante. Labda sasa kama mwananchi, nini wito wako kwa wale ambao hawapendi kuhudhuria vikao kama hivi hapa na baadaye wanaandika mitaani? Nini unaambia wewe? Asante. Watu ambao hawapendi kuja kwenye vikao, hususan wakiitwa kama kuna kiongozi anakuja, tunawashauri waulize nini kimeongelewa, nini kimetatuliwa, sio waropoke huko mtaani, kwani ujio wa mgeni ni faraja kwa mwenyeji. Okay, majina yako tena? Kwa majina anaitwa Zuena Zaharani, natokea kijiji cha Nguli. Asante.